Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana ameingia katika nyumba yako. Tunapoketi tunaomba Bwana ukanene nasi, ukatuhudumie. Tunaomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na kila wakati. Amina. Basi tumesomewa neno kutoka katika Warumi, na neno la Mungu linatuambia asubuhi ya leo kwamba Injili itahubiriwa kila mahali kwa kila kiumbe. Injili hii tumeipokea kwa neema tu, na ni sharti tukapate kuieneza hii Injili ikatembee kwa kila kiumbe, kwa kila mmoja akapate kupata habari hii ambayo ni Injili ya uzima wa milele. Anasema sitaionea haya Injili, Paulo, sitaionea haya Injili ya Bwana. Injili hii nitaihubiri kwa kila kiumbe, kwa kila sehemu. Hata nikipigwa vita, hata nikipigwa mawe, hata nikizuiliwa, bado Injili hii itaendelea kuihubiri. Na mnaona Paulo alikuwa anashikwa, anapigwa, wanasema wamemmaliza, lakini baada ya masaa kidogo wanapata ameenda mji mwingine na anahubiri hiyo Injili kwa ujasiri, kwa ujasiri mwingi. Na sisi tunatakana tukapate kuhubiri hii Injili kwa ujasiri, tukapate kufikia watu, tukafikia wale ambao hawajafikiwa na neno la Mungu, tukawapelekee habari hizi njema, habari za uokovu. Kwa sababu imeendelea kusema, tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe. Sisi tukisema hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe. Kwa hivyo dhambi iko na imeingia, na tukipokea uokovu na kupokea Injili hii inatuwezesha kuingia katika patakatifu kwa Mungu, kuingia katika patakatifu pake. Lazima tukubali Injili hii. Bwana asifiwe sana. Yesu alikuja akatufia pale msalabani, akafanyika laana, akateswa ili sisi tukapate Injili na wokovu huu, tukauhubiri bila aibu, tukaihubiri kwa ujasiri bila aibu. Lakini kwa nini basi Injili hii haijafikia kila mmoja? Kwa nini watu wako na aibu ya kuhubiri Injili hii? Injili hii, unapopokea wokovu huu na kuhubiri Injili, aibu ni kwamba wewe mwenyewe ambaye unahubiri Injili hii, kama hiyo Injili haijakufanyia kazi katika maisha yako, utaihubiri vipi? Utahubiri ukiwa na aibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni lazima tuhubiri Injili ya kweli. Ni lazima tuambie watu ukweli. Ni lazima tuseme maneno ambayo yanabadilisha watu, na maneno ambayo sisi wenyewe tunafanya kama wahubiri. Hatuwezi kuhubiria watu waache dhambi na sisi tunaendelea kufanya dhambi. Hatuwezi tukaambia watu msiue na sisi tunaua. Hatuwezi kuambia watu waache kunywa pombe na sisi badala na sisi tunakunywa. Lazima tuhubiri kile kitu tunachofanya sisi wahubiri. Ndio maana unatembea kila mahali unahubiri, na Injili ya Yesu inadharauliwa kwa sababu ya wahubiri ambao wanahubiri neno la Mungu lakini hawalitendi. Bwana asifiwe sana. Nahubiri neno la Mungu lakini lazima nilitende.
nitembee sawasawa na neno la Mungu. Nikisema kuzini ni makosa, mimi niwe mstari wa kwanza kuacha habari ya zinaa. Nikisema mpango wa kando ni dhambi, wacha mimi mwenyewe niwe wa kwanza kuacha mpango wa kando. Nikisema tuache mambo haya ambayo yanatusababisha tusipokee kutoka kwa Bwana, mimi pia nikuwe mstari wa mbele. Yaani mimi nikuwe kama mfano. Ninapohubiri neno la Mungu, nilitende neno la Mungu sawasawa na vile linavyosema. Niseme wacheni dhambi, na mimi ninapata vichochoroni huko ninafanya dhambi. Hiyo injili haitakuwa sawa, kwa sababu itakuwa ina aibu. Sitaweza kujihubiri, kutangaza neno la Mungu kwa ujasiri, kwa sababu kuna vitu ambavyo vimenifunga. Bwana asifiwe sana. Injili ya Mungu lazima ihubiriwe kwa ujasiri na kwa matendo. Demonstration ni lazima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tukisema tubadilike, wacha tuanze na wahubiri wabadilike. Wahubiri wabadilike, Wakristo wabadilike, sote tubadilike. Tukiitisha mbingu inashuka na Mungu anashuka na tuhudumia, kwa sababu sote tumebadilika na tumeamua kufuata njia moja. Mhubiri mwingine akasema, sikieni tu yale ninawafundisha, lakini msiniangalie. Msiniangalie mimi yale ninayofanya, sikieni yale ninayowaambia. Hapana, haitakiwi namna hiyo. Lazima sote tusikize neno la Mungu na tulifanye sawa sawa. Na sisi ambao tuko huku mbele tuwe mfano bora wa kuonekana na wengi. Tuwe mfano bora wa kuigwa na watu. Wa kuigwa, lazima tuwe mfano bora. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe mfano bora, wapendwa. Sisi ambao tunahubiri tuko huku mbele. Na sote tukishikana, tukisema lazima tubadilike sote. Lazima tufuate njia ya Bwana, tuifuate sote. Lazima tuhubiri neno la Mungu, tulihubiri sote. Lazima tushikane sote, tusonge mbele. Neno la Mungu litasonga mbele na tutabadilika, wapendwa. Tutabadilika. Kanisa la Bwana litabadilika, nyumba ya Bwana itabadilika. Bwana, tutakuwa tumeshirikiana umoja kwa umoja, kama vile kanisa la kwanza walikuwa na umoja, wanashirikiana, wanauza mali, wanaleta nyumba kwa nyumba ya Bwana, injili inaendelea mbele. Wanashirikiana wakiumega mkate nyumba kwa nyumba, wakihubiri na kumega mkate na kuwa na fellowship kwa nyumba. Na neno la Mungu linasema ya kwamba kanisa la kwanza lilikuwa sana kwa sababu ya fellowship hii. Walikuwa wanashikamana pamoja, wanashirikiana kwa neno la Bwana pamoja kwa umoja, wakiungana na kuumega mkate pamoja kwa umoja, wakiwa na upendo wa kwanza. Neno la Mungu linasema siku za mwisho upendo wa kwanza utapoa. Watu watapenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Watu wataangalia ubinafsi na mambo yao. Siku za mwisho, siku zimefika sasa. Siku ndo hizi za mwisho ambazo zimefika, manake mambo yaliyotabiriwa na manabii tayari tunayaona. Wahubiri wanahubiri vitu ambavyo hawawezi kuvifanya. Watu wanapenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Watu wako tayari kuua mwenzake kwa sababu ya fedha. Wapendwa, hizi ni siku za mwisho. Lazima tujikabidhi kwa Mungu kikamilifu, ili Mungu afanye mambo katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Nitahubiri injili hii kila mahali kwa ujasiri, kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Wapendwa, lazima tuhubiri hii injili. Tuhubiri injili kwa midomo yetu, tuhubiri injili kwa matendo yetu, tuhubiri injili kwa kuvaa kwetu, tuhubiri injili kwa matendo tunapokuwa nyumbani, tunapokuwa kazini, tunapokuwa kwa ushirika, tunapokuwa popote. Wacha injili ya Yesu Kristo ikapate kufikia wengi kwa matendo yetu, kwa kuongea kwetu, kwa midomo yetu, tukasimamie ukweli. Na watu wanaosimamia ukweli mara nyingi wanapigwa vita, lakini hata unapopigwa vita, simamia ukweli kwamba ni Yesu Kristo anaweza. Mahali ambapo kuna ukora, leta ukweli ukapate kuonekana. Usiogope
Praise the name of the Lord. Usiogope mpendwa, simamia ukweli, injili ya kweli. Bwana asifiwe sana. Injili ya kweli ikaweze kutembea, ukweli ikatembee. Na kweli ni ufalme wa Mungu, maana ni haki. Tumesomewa ni haki, haki, haki. Ufalme wa Mungu ni haki. Kunapokuwa na kweli kunafanyika haki. Kwa hivyo tusimamie kweli, maana ni haki ya Mungu, ikatembee katika kila sehemu, ikatembee katika kila dhehebu, ikatembee katika kila diocese. Watu wakasimamia ukweli, na ukweli wa Mungu utatuweka huru. Ukweli wa Mungu utatuweka huru. Ukweli ukatembee kila sehemu, injili ikafikie kila sehemu. Bwana asifiwe sana. Maana neno la Mungu linasema ukue moto ama ukue baridi. Ukiwa vuguvugu nitakutapika utoke katika kinywa changu. Lazima tusimamie ukweli na tukue moto. Tusichanganye tukakuwa vuguvugu. Kwa sababu unapokuwa vuguvugu basi uko kote kote. Unakuwa wewe nduma kuwili, uko huku uko huku, uko huku uko huku, uko huku uko huku. Unasema Yesu anaweza, huku una mambo yako mengine. Unasema tuache mpango wa kando, kwa kichochoro uko na mpango wa kando. Unasema tusipende fedha, huku wewe ndo mmoja wao. Uko tayari kuua kwa sababu ya fedha. Bwana asifiwe. Lazima tusimamie kweli, na injili hii lazima ikahubiriwe. Ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho wapendwa. Yaliyotabiriwa na manabii yanayoonekana yanatendeka. Yesu yuko karibu kuja. Kwa hivyo lazima tukaweze kumtafuta Mungu kikamilifu. Wakati umefika sasa ukapate kujiangalia wewe na uokovu Mungu aliyokupatia. Ukapate kujitazama, ukaufanyie kazi. Ukafanye kazi ya Mungu kwa bidii, kwa sababu ni wakati wa mwisho. Tuombe. Tunakushukuru Mungu mwema, umekuwa mwema katika maisha yetu. Tusaidie tukazingatie kweli, na injili hii tukaihubiri kwa kila kiumbe, bila uoga, bila hofu, bila aibu. Tukaihubiri injili hii yako ambayo umetupatia wewe. Tuwezeshe tukafikie kila mmoja mwenye hajafikiwa na neno hili. Basi kwa matendo yetu, kwa matendo yetu na yale tunayofanya, wacha Bwana yakaweze kuhubiri neno lako. Tusaidie tukazingatie haya na tukaishi katika neno lako. Tumeomba haya kwa Kristo Bwana wetu.